يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. Tunaendelea na majlisi ya pili Jumapili hii ya tarehe 1 mwezi wa Jamadul Ula mwaka 1446 Hijiria, ambao ni sawa na tarehe 3 ya mwezi wa 11 mwaka 2024 Miladi. Tuko na masala ya wakala. Na tunaanza pale muallif rahimahullahu ta'ala aliposema wal wakala ila akhir al-fasl. So tulikuwa tumesimamia pale tulisema au ardhin au bighairi nakd al-balad illa bi idhni muwakkilihi. Naam. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فاصل: والوكالة والشرطة والمضاربة والمساقات والمزارعة والودية والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه وبالحجر بسفه حيث اعتبر الرشد، وتبطل الوكالة بتروع الفسق للموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاد النكاح، وبفلس هو الفلس موكل فيما قدر عليه فيه، وبردته وبتدبيره أو كتابته كنا وكل في كنا وكله وكل في إتقه وبوجهه زوجة وكل في وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: والوكالة na wakala tumeshatoa taarifa yake, ni kumfanya naibu. Huyu anayefanya kumfanya mtu mwingine naibu, yeye ni jaizi tasarruf, na yule ambaye anafanywa kuwa naibu naye ni jaizi tasarruf katika vitu ambavyo vinakubali unaibu, vinakubali uwakala, vinakubali uwakilishi. Washarikatu na ushirika. Kitabu sharika kiko karibu, ni kushirikiana na watu wawili na zaidi katika jambo fulani. Katika madhhabu kuna sharika ya namna 5, na zote hizo tutazifahamu wiki ijayo insha Allah taala. Wal mudharabatu na mudharaba nau'un min ash-sharika. مضاربة أين يا وشريكا، من أحدهما مال ومن الآخر عمل. من أحدهما مال، كم مجواه kunatoka mali, wa min al-akhar amalun, na kwa mwingine kunapatikana kazi. Yani huyu ana mali, anampa mtu mwingine aifanyie biashara ile mali, kitakachopatikana katika faida watakuwa wanagawana baina yao kama vile watakapokubaliana, lakini kwa sharti iwe kwa juz'un mushaun, inaitwa mudharaba. Mmoja anatoa mali, mwingine anafanya biashara katika ile mali, faida inayopatikana wanagawana kwa juz'un musha, yani kwa kiwango ambacho kama kitakuwa ni kidogo kila mtu atapata, mfano ilivyokuwa nusu kwa nusu au theluthi kwa theluthi mbili au robo kwa robo tatu wa haka. Wal musaqatu na al musaqatu pia mlango wake unakuja. Musaqat ni mtu kuwa ana miche
akamkabidhi mtu mwingine aihudumie ile miche mpaka itoe matunda, yani mpaka itoe mazao, alafu wagawani. Hii inaitwa almusaqat. Walmuzara'atu na almuzara. Muzara, mtu ana ardhi yake na ana mbegu zake, akampa mtu mwingine apande ahudumie mpaka kupatikane mazao, alafu yale mazao wagawani baina yao kadiri ya vile watakavyokuwa wamekubaliana. Hii inaitwa almuzara. Kwa hiyo almusaqat na muzara tofauti. Almusaqatu inakuwa katika miti na almuzara inakuwa katika mbegu. Yani almusaqat anaanza kwenye miti ambayo tayari ina kimu, yani miti tayari ambayo ipo, alafu anahudumia mpaka mazao. Ama muzara anaanzia kwenye mbegu mpaka mazao. Walwadi'atu na amana. Wadia, amana. Una kitu chako kampa mtu mwingine akutunzie, kile kitu kinaitwa wadia. Walja'alatu na aljaala. Aljaala unaweza kusema aljaala au aljaala au aljuala. Aljuala au aljaala ni wewe kusema atakayenifanyia kitu kadha nitampa kitu kadha, atakayenifanyia kitu kadha nitampa kitu kadha. Hii inaitwa aljaala. Mfano, atakayenijengea hii nyumba nitampa 300,000, atakayenilimia hili shamba nitampa 100,000. Hii inaitwa aljaala. Kwa hiyo hizi ukudi zote hizi, alwakala, alsharika, almudharaba, almusaqatu, almuzara'a, alwadi'a, aljaala, 7 hizi uqudun jaiza. Hizi ukudi zote zinaitwa uqudun jaiza. Katika uqud soma kidogo ili tutengeneze njia. Uqud, kuna uqud inaitwa uqudun lazima, alafu kuna uqudun jaiza. Uqudun lazima, kuna uqudun lazima min at-tarafayn. Kuna uqud ambazo zinakuwa lazima pande zote mbili. Yani maana yake kwamba uqudun lazima ni uqudi ambazo mtu mmoja wapo hawezi kughairi isipokuwa mpaka mwenzake aridhie. Hizo ndio zinaitwa uqudun lazima. Kaakdi bai'in mathalan, kama ilivyokuwa akdi ya biashara inapokuwa imeisha, itakapokuwa imeisha khiyarul majlis, kadhalika itakapokuwa imeisha khiyaru sharti, kama ipo ile biashara inakuwa ni lazima. Kwa hiyo ile biashara inakuwa akdun lazim, haiwezi kubatilishwa isipokuwa mpaka kila mtu aridhie. Kwa hiyo na mfano wa biashara kama ilivyokuwa ijara, hizi ukudi zinakuwa lazima min at-tarafayn, pande zote mbili. Halafu kuna uqudun lazima min at-taraf wa jaiza min at-taraf. Halafu kuna uqudi ambazo kuna upande inakuwa ni lazima, halafu kuna upande mwingine unakuwa ni jaiza. Jaiza, yule ambaye upande wake ni jaiza anaweza kughairi, ama yule upande wake ni lazima hawezi kughairi isipokuwa mpaka upande wa jaiza uridhi. Mfano ilivyokuwa masala ya arrahan, masala ya rehani, tuna arrahinu na tuna almurtahinu. Arrahinu akisha kabidhi kile kitu kuwa rehani kwa almurtahin, ile rehani, ile akidi upande wake inakuwa ni lazima, hawezi kughairi. Na kwa upande wa almurtahin ambaye ile rehani iko katika mikono yake inakuwa ni jaiz, anaweza kuamua ile rehani kumrejeshea mwenyewe ambaye ni arrahin. Kadhalika kama ilivyokuwa alqardhu, yule anayekopesha kisha toa na yule anayekopa kisha shika, inakuwa ni lazima ala almuqrid, inakuwa ni lazima kwa aliyekopesha na inakuwa ni jaiz kwa aliyekopeshwa. Halafu kuna ukudi ambazo ni jaiza min at-tarafayn, kuna ukudi ambazo ni jaiza pande zote mbili, yani kila mmoja anaweza kughairi.
tusema jaiza ni kila mmoja anaweza kughairi. Kwa hiyo katika ukuda ambazo ni jaiza ndio hizi hapa ambazo muallif amezitaja hapa. Aliposema wal wakala pande zote mbili zinakuwa ni jaiza. Yani upande wa muwakkil na alwakil. Aliwakilishwa na aliwakilishwa yeyote anaweza kughairi muda wowote. Kwa sababu ni jaiz min at-tarafayn. Kadhalika asharika, ushirika tutakuja kuzungumzia, pande zote mbili zinakuwa ni jaiza, kila mtu anaweza kughairi. Vile vile almusaqatu, almuzara, alwadi'a, aljaala, hizo ukudi zote ni jaiza min at-tarafayn. طيب aliposema uqudun jaizatun min at-tarafayn, athari zinazopatikana ni zipi? Anasema likullin min al-mutaaqidain fashuha, inajuzu kwa kila mmoja katika wale ambao wameingia katika huu muamala, sawa sawa utakuwa wakala au shirika au mudharaba au musaqata au muzara au alwadi'a au aljaala, fashuha, inajuzu kwa kila mmoja katika wao kughairi na kufanyia faskhi ila akdi na kuharibu. Kila mmoja anaweza kughairi fi ayi waqtin, wakati wote. Kwa hapo aliposema ni kulli min almutaaqidain fashuha fi ayi waqtin, kila mmoja katika wale ambao wameingia katika hizi akdi anaweza kughairi fi ayi waqtin, wakati wote ule, liannaha ghairu lazimatin, kwa sababu sio lazima kwenye upande wao. Kwa kama si lazima maana ni jaiza. Ikisha kuwa jaiza kila mmoja anaweza kughairi. Watabtul kulluha, athari ya pili, na zote hizi zinabatilika, yani kuanzia alwakala mpaka aljaala, hizo ukudi zote hizi zinabatilika bimauti ahadihima, kwa kufariki mmoja wao. Kwenye wakala tuna almuwakkil na tuna alwakil. Yeyote atakayefariki miongoni mwao, yani miongoni mwa almuwakkil na alwakil, wakala unabatilika, wakala unakuwa umefika kikomo, لأنها تعتمد الحياة kwa sababu hizo uqud zinakuwa zinategemea uhai, Kwa hiyo mmoja atakayefariki katika wale ambao wameingia katika hizo uqud, خلاص hizo uqud zinakuwa zimebatilika. Kwa hiyo katika wakala akifa yeyote baina ya aliyewakilisha au aliyewakilishwa, wakala umekuwa umefika mwisho. wajununihi, yani wajununi ahadihima, na kadhalika hizo ukudi zinakuwa zinabatilika taban tu katika wakala vile vile unakuwa unabatilika bijununi ahadihima, kwa uende wazimu wa mmoja wao, jununan mutbiqan, uenda wazimu wa moja kwa moja. Yani sawa uenda wazimu atakuwa amepatwa nao muwakkil, wakala umekuwa umebatilika, au atakuwa amepatwa nao alwakil, wakala utakuwa umebatilika. Anasema bil hajri li safahi, kadhalika hizo ukodi zinabatilika kwa mmoja wao kufanyiwa hajri kwa sababu ya as-safah qulna khifatul aqli wa naksuhu, uchache wa akili na mapungufu yake. Kwa yeyote yule katika wale ambao wameingia katika akdi ya uwakala mpaka aljaala, akipatwa na kuzuiwa kutasarrafu katika mali yake kwa sababu ya safa, kwa sababu ya uchache wa akili, kwa sababu ya mapungufu ya akili, basi akdi inakuwa inabatilika. Lakini hapa leo sema bil hajri li safahin haythu utubira ar-rushd, ay haythu ushturita ar-rushd, pale ambapo utakapokuwa umeshurutishwa urushd. Na rushd tumeshaeleza kuwa ni mtu kufanya vizuri katika mali.
Kwa hiyo atakayefanywa hajri kwa sababu ya safa katika vitu ambavyo tunashurutisha rushdu, basi uwakala unakuwa umebatilika. Kadhalika vitu vyote ambavyo vinashurutishwa ar-rushdu, atakayepatwa na safa, atakapopatikana na mapungufu ya akili, basi ule muamala na ile akdi inakuwa ni yenye kubatilika. Sawa mashekh? Yani haya maneno haya lazim jaiz, lazima tufahamu kusudio yake, kwa sababu yanarudiwa sana katika milango hii ya muamalat. Thumma qala wa tabtulu alwakala bituruwi fiskin limuwakkilin wa wakilin fima yunafi. Wa tabtulu alwakala, na unabatilika uwakala. Sasa amerudi na kudili na uwakala peke yake. Na unabatilika uwakala bituruwi fiskin, kwa kupatikana ufiski, kwa kupatikana uovu. Limuwakkilin, kwa yule mwenye kuwakilisha, kwa yule mwenye kuwakilisha. Wa wakili, na kwa aliyewakilishwa. Fima yunafihi, katika vitu ambavyo vinapinga uovu, yani katika vitu ambavyo havitakikani mwenye kubashiri kuwa muovu. Ikiwa tunashurutisha ile kusihi kwake mtu au muadilifu, kaijabi nikah wa nahwihi, kaijabi nikah wa nahwi, kama vile kuwajibisha ndoa na mfano wake. Yani kama vile kufungisha ndoa. Kwenye kufungisha ndoa wanashurutisha anayefungisha ndoa awe ni muadilifu. Kwa hiyo kama yeye atawakilisha yeyote katika hawa, kusipatikane kwake uovu, yani asiingie kwa kwake muovu, yule anayewakilisha asije kuwa muovu, mfano mlevi. Kadhalika anayewakilishwa asiwe muovu, mfano mvuta bangi. Ikiwa mmoja wao amepatwa na uovu, amepata kitu ambacho kinampelekea kuwa muovu, basi uwakala wake unakuwa unabatilika, au ile akdi alwakala inakuwa ni yenye kubatilika. Anasema wa bifalasi muwakkili, wa bifalasi muwakkili fima hujra alayhi fi, na kwa kufilisika aliyewakilisha katika vile ambavyo amefanywa hajar. Yani ikiwa aliyewakilisha amefilisika, ikiwa aliyewakilisha amefilisika, kafilisika, na kule kufilisika kwake kukapelekea kufanywa hajri, kuzuiwa kutasarrafu katika mali yake, basi kama kuna aliyemwakilisha katika mambo ya mali, uwakala unakuwa unaharibika wakati huo huo. Sawa? Wakala unakuwa ni wenye kubatilika. Anasema wa biriddatihi, na ukuritadi, ukuritadi yani biriddati almuwakkil, biriddati almuwakkil, kwa kuritadi aliyewakilisha. Aliyewakilisha kisha ritadi, khalas wakala unakuwa unabatilika, unakuwa unabatilika. Limadha? Liannahu mamnu'un min at-tasarruf fi malihi, liannahu mamnu'un min at-tasarruf fi malihi, kwa sababu yeye ni mwenye kukataza kutasarruf katika mali yake. Yani kama dola ni dola ya Kiislamu, alafu mtu akaritadi, anazuiwa kutasarruf katika mali yake. ولأن ماله فيء للمسلمين، ولأن ماله فيء للمسلمين. na kwa sababu mali yake maadamu ameritadi, na kama dola ni dola ya Kiislamu, akishafanywa hajri, ile mali inakuwa ni fai kwa Uislamu. Kwa hiyo kama kuna aliyekuwa amemwakilisha alafu yeye karitadi, wakala unakuwa umebatilika wakati huo huo. Ama kama itakuwa ameritadi wakala aliyewakilisha, wakala hautobatilika katika vitu ambavyo hatushurutishi mtu kuwa Muislamu. Wakala hautobatilika katika vitu ambavyo hatushurutishi mtu kuwa Muislamu, na utabatilika katika vile vitu ambavyo tunashurutisha mtu kuwa Muislamu, kama ilivyokuwa haji,
wakala utakuwa umeharibika. Wa bitadbirihi au kitabatihi qinnan wa kull wakala fi itkihi. Wa bitadbirihi hapa aliosema wa bitadbirihi, na kwa kumfanya mtumwa wake kuwa mudabbar. Tumeelezea na kwa kumfanya mtumwa wake kuwa mudabbar, yani yeye amwakilisha mtu kumwacha mtumwa huru. Ana mtumwa wake akamwakalisha mtu mwingine aende akamwache mtumwa wake huru, yani akamwambia kwamba bwana wako amekuambia uko huru. Kabla yule aliyewakilishwa hajaenda kufanya hivyo, mara huku nyuma huku yule bwana akamfanya yule mtumwa kuwa ni mudabbar, akaninginiza kuwa kwake huru kwa yeye kufariki. Au kitabatihi qinnan wakala fi itkihi, au akamwambia mtumwa wake ainunue nafsi yake, amemwambia mtumwa wake ainunue nafsi yake. Mtumwa ambaye yeye kamwakilisha mtu kumwacha huru, kamwambia mtu nenda kamwache mtumwa wangu huru. Yule bwana kabla hajafikisha hayo maneno kwa yule mtumwa, mara anakubaliana naye yule mtumwa wake kuinunua nafsi yake. Wakala unakuwa umefikia mwisho. Wakala unakuwa umefikisha mwisho. Kwa nini? Kwa sababu tayari yani ule wakala unakuwa hauna kazi tena. Ule wakala unakuwa hauna kazi tena. Anasema wa biwat'ihi zawjatan wakala fi talaqiha. Kadhalika wakala unaharibika kwa mtu kumuingilia mkewe aliyewakilisha mtu mwingine kwenda kumfikishia talaka. Yani yeye amemtuma mtu kumwacha mkewe, kamwakilisha mtu kumwacha mkewe. Kabla yule mtu hajafanya hivyo, huyo mume akamwingilia yule mwanamke, wakala unakuwa umekufa. لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها. لأنه دليل رغبته فيها, kwa sababu ni dalili yeye kumtaka yule mwanamke. Kadhalika wa ikhtiyari imsakiha, na hiyo ni dalili ya kuchagua kubakia naye. لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها. Lakini hapa anasema wabiwat'ihi, kwa kumwingilia. Je, ikiwa atambusu au atastarehe naye sehemu zingine zisiokuwa kwenye utupu, uwakala utakuwa umebatilika? Dhahiri ya maneno ya muallifu, wakala haubatiliki. Tayeb, hapa anasema wabiwat'ihi zawjatan wakala fi talaqiha, andika وكذلك لو وكل المرأة في طلاق نفسها. وكذلك لو وكل المرأة في طلاق نفسها ثم وطئها بطلت الوكالة. وكذلك لو وكل المرأة في طلاق نفسها, na vile vile lau atamwakilisha mwanamke kuiacha nafsi yake. Yani inajuzu kwa mwanaume kumwambia mwanamke kwamba bana wewe usinetee vurugu, kama unataka ni kuacha unaweza kujiacha mwenyewe. Akijiacha inakuwa ni talaka. Kwa hapo nasema kadhalika law wakala almar'ata fi talaqi nafsiha, na vile vile lao atamwakilisha mwanamke kuiacha nafsi yake, thumma wati'aha, kisha kamwingilia kabla yule mwanamke hajaiacha nafsi yake. Thumma wati'aha, kisha akamwingilia yule mwanamke kabla ya kuiacha nafsi yake, batalatil wakala, wakala unakuwa umebatilika. Wakala utakuwa umefika kikomo. Anasema wa bima yadullu ala ar-ruju'i min ahadihima, yani watabtulul wakala bima yadullu ala ar-ruju'i min ahadihima, na unabatilika wakala vile vile kwa kile kinachojulisha mmoja wao kurudi nyuma kwa ule wakala. Wa bima yadullu ala ar-ruju' min ahadihima,
kadhalika wakala unabatilika kwa kile ambacho kinajulisha kwamba mmoja wao anarudi nyuma na kughairi ule wakala. اقرأ. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولم يعلم. نعم. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. يقول وينعزل الوكيل بموت موكله na anaondoka wakala katika wakala. وينعزل الوكيل na anaondoka wakala katika wakala, anaondoka wakala katika wakala bimauti muwakilihi, kwa kufariki aliyemwakilisha. Anaondoka wakala kwenye wakala bimauti muwakilihi, kwa kufariki aliyemwakilisha. Aliyemwakilisha kisha fariki, kwa kule kufariki tu yule wakala anakuwa anaondoka kwenye wakala. Kwa kufariki aliyemwakilisha yule wakala anaondoka katika wakala. Wa bi'azlihi lahu, yani wa bi'azli almuwakkil alwakila, wa bi'azli almuwakkil alwakila, na kwa kumuondoa mwenyewe, yani kwa kumuondoa aliyemwakilisha kwenye wakala. Akimuondoa kumwambia bwana nimekuondoa kwenye wakala, yule wakala anakuwa anatoka katika wakala. Kumtoa kwenye wakala, yule wakala anakuwa anatoka katika wakala. Walau lam ya'lam ay alwakil, hata kama wakili hajui. Hapa aliposema walau lam ya'lam, yani walau lam ya'lam alwakil bimauti muwakkilihi wala bi'azlihi lahu. walau lam ya'lam alwakil bimauti muwakkilihi wala bi'azlihi lahu, hata kama hajui wakala kufariki kwa aliyemwakilisha wala kutolewa kwake, anakuwa ametoka katika ule wakala. Yanahu rafu aqdin la yaftakiru ila ridha sahibi, yanahu rafu aqdin la yaftakiru ila ridha sahibi, kwa sababu huku ni kuondoa akdi ambako hakuhitaji ridha ya mwingine, hakuhitaji ridha ya mwingine. fasaha bighairi ilmi, fasaha bighairi ilmi. Kwa hiyo kule kuondolewa kunasihi pasi na elimu yake, kwa talaka, kama ilivyokuwa talaka. Talaka mwanamke kisha aachwa, hata kama hajui tayari ameachwa, hata kama hajui, talaka inatoka na itakuwa ameachwa, sawa sawa ataridhia au hajaridhia. ويكون ما بيده بعد العزل امانه, lakini pamoja na hayo na kinakuwa kile ambacho kiko katika mikono yake baada ya kuondolewa kwenye uwakala ni amana. Kile ambacho kiko katika mikono yake baada ya kuondoka katika uwakala kinakuwa ni nini? Amana. Tukisema amana maana yake ni adhamini. Na yani wayakunu ma biyadihi baada al-azl amanatan, na kinakuwa ambacho katika mikono yake baada ya kutoka katika ule wakala ni amana. Maana hayo maneno tunakusudia la yadhmanu illa bita'addin au tafrid, la yadhmanu illa bita'addin au tafrid, hata kwa mwenye kudhamini na kulipa isipokuwa atakapofanya taaddi na tafrid. Haya, hapa naomba kidogo kama mtaandika maandiko haraka usikilizeni, baadaye mnaweza kusikiliza audio kwa hali ya utulivu. ويستثنى مما ينعزل بالعزل, ويستثنى مما ينعزل بالعزل, na anavuliwa katika kutoka kwa kutolewa. Maana tumesema kwamba pia wakala anakuwa anatoka kwenye uwakala kwa kutolewa na aliyemwakilisha, lakini anavuliwa katika kutoka katika uwakala aliyetolewa at-tawkilu fil qisasi, at-tawkilu fil qisas. Falau wakkala
man yaktasu thumma afa almuwakkilu wa lam ya'lam alwakilu hatta iktasa fala yadhlim. At-tawkilu fil qisas, kuwakilishi katika kisasi. Mfano, mimi nina ndugu yangu, yule ndugu yangu mtu akamuua kwa makusudi kabisa, kisha mimi nikataka yule aliyemuua ndugu yangu na yauliwe. Kweli kadhi akalihukumu kwamba inabidi aliyemuua ndugu yangu na yauliwe, si kwa kuuliwa mimi inabidi niwepo. Kisha mimi nikamtuma mtu aende akaniwakilishe kwenye kisasi. Nikamtuma mtu aende akaniwakilishe katika kisasi. Wakati anaenda, mimi nikaamua kusamehe. Yani nikaamua kumsamehe aliyemuua ndugu yangu. Yule ambaye nimemtuma aende akaniwakilishe hana habari, mpaka anafika pale, maandalizi ya yule ambaye amemuua ndugu yangu yakafanyika, mpaka akauliwa. Aliyekuwa niliyomwambia akaniwakilisha hana habari. Kweli yule mtu akauliwa, fala yadhma, yule mtu anakuwa hana makosa. Kwa maana kwa ule muda toka mimi nimesamehe, yule hawezi kutoka katika ule uwakala mpaka elimu imfikie. Alhamdulillah rabbil alamin.